Hadithi: mtaani kuna siri. Katika mitaa ya Kinondoni kulikuwa na wanandoa wachanga, Kelvin na Maria. Walipendana sana na kila mtu mtaani aliwaonea wivu. Maria alikuwa mpole, mwenye tabia nzuri, ila mumewe Kelvin alikuwa mtu wa ndoto kubwa, alitaka mafanikio haraka. Waliishi maisha ya kawaida, lakini yenye upendo. Kwenye nyumba ya pili, jirani yao aliishi Tina, mwanamke mrembo, tajiri, mwenye roho ya wivu na uchu. Alikuwa ameshaolewa zamani, lakini alitalikiana na mumewe kwa sababu ya tabia yake ya usaliti. Tina alipomwona Kelvin, alianza kutamani kumuiba. Mwanaume kama huyu hafai kwa huyo binti wa kanisani, alisema moyoni. Siku moja Maria aliumwa ghafla. Kelvin akaanza kutumia muda mwingi akimsaidia jirani yake Tina kufanya kazi mbalimbali, kupeleka gari, kusaidia mizigo au hata kufanya manunuzi. Tina akatumia ujanja wake, maneno matamu, harufu ya perfume na mavazi yaliyopangwa kimkakati. Hatimaye Kelvin akaanza kuingia kwenye mtego wa tamaa. Walianza kuwa karibu zaidi. Kile kilichoanza kama msaada kikageuka kuwa usaliti wa kimya kimya. Wakati Maria amelala nyumbani, Kelvin alikuwa anaonana na Tina. Kila mara akirudi, alikuwa mnyonge, mwenye hatia, lakini Tina alimshikilia kiakili na kihisia. Maria alianza kuhisi tofauti. Ndoto zake zilianza kuwa za ajabu. Alikuwa anaota mwanamke mrembo akimnyonya damu usiku, au Kelvin akizungumza maneno yasiyoeleweka akiwa usingizini. Siku moja aliamka usiku, akaona kibuli kikipita sebuleni. Akadhani ni wezi. Kumbe ni Tina akiwa ameingia nyumbani kwao akiwa kama kibuli cha giza. Tina alikuwa anatumia uchawi wa mapenzi kumfunga Kelvin kimwili na kihisia. Kelvin alianza kubadilika. Akawa anakasirika, anakunywa pombe, anaongea mwenyewe. Maria akaanza kutafuta msaada wa kiroho kwa mama mmoja wa kanisani, Mama Lela, ambaye alimwambia, "Mtoto wangu, upendo wenu umefungwa kwa giza la wivu. Kuna mtu anataka kuona ndoa yako ikivunjika." Usiku moja, Maria alienda kimya kimya nyumbani kwa Tina. Alipofika, alisikia sauti ya Kelvin ikilia ndani. Akaamua kupekea kupitia dirishani na alichokiona kilimvunja moyo. Kelvin alikuwa amefungwa mikono na Tina akiwa amezunguka akiwa na mishumaa, akitaja maneno ya kichawi. Maria akapiga kelele, akakimbia, lakini ghafla taa zikaungua. Kibuli cha Tina kikasema, "Ukiniharibia, nitakumaliza." Siku iliyofuata, nyumba ya Kelvin iliteketea moto ghafla. Watu hawakuamini, lakini Kelvin na Maria walinusilika kwa miujiza. Maria akaamua kutokukimbia tena. Akaenda kwa Mama Lela. Wakafanya maombi usiku ncha. Mama Lela alimwambia, "Mtoto wangu, upendo wenu umefungwa kwa giza la wivu. Kuna mtu anataka kuona ndoa yako ikivunjika." Waliporudi nyumbani, Kelvin alikuwa katika hali mbaya. Anaota, analia, anataja jina la Tina. Maria akamshika mkono na kusema, "Naomba Mungu akurudishe. Najua ulikosea." Wakati huo huo, Tina alianza kushikwa na moto wa kiroho. Alipoteza fahamu, akapagawa na mwishowe akaondoka mtaani akiwa kichaa. Miezi mitatu ilipofuata, Kelvin alipona. Aliomba msamaha kwa Maria, wakaanza upya. Wakaunda familia mpya yenye imani na maombi. Wakajifunza kuwa dunia imejaa wivu, uchawi na roho mbaya, lakini upendo wa kweli na msamaha vina nguvu kuliko giza lolote. Hadithi hii inatufundisha kuwa wivu ni sumu, usaliti huleta giza, lakini msamaha huleta nuru. Karibu Mkolwe Product ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi
3,000 tu, popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkore Product, help us to help you. Bora ni joy, maisha mafupi.